Bwana, mambo ni mengi sana kuhusiana na dada yetu Hamisa Mobeto. Tumeweza kuona kuna mambo mengi ambayo yaliweza kutokea, na wengi wao walimwambia Hamisa Mobeto hataweza kutulia kabisa kwenye ndoa yake, lakini mambo yaliyoweza kuzungumzwa nyuma ni mazito na ni magumu, na wengi wao walionekana wabaya, hususan wakina Juma Lokole, na wakasema kwamba hawa ndio wachawi wenyewe, lakini yale ambayo aliweza kuyaongea Juma Lokole na leo hii ndo hayo ambayo yanayotokea kwa kipindi hiki, na wengi wao waliweza kufunguka na kusema kwamba katika hii dunia hutaki kumwamini binadamu ambaye mwenye kichwa na miguu, kwani muda wowote anaweza kukubadilika. Sasa leo hii tumeweza kuona Hamisa Mobeto alivyoweza kumzalilisha kaka yetu Azizi Ki na kumuita majina mengi ambayo wamewafanya watu wengi kuweza kushangazwa na tabia ambazo alizokuwa nazo dada yetu Hamisa Mobeto, na akamwambia kwamba kuna mengi ambayo atakayoweza kuzungumza, lakini anatakiwa kuweza kushika adabu yake na ijue mipaka yake, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yamekuwa yakitokea katika maisha yake, hivyo anatamani kuweza kuona kila kitu kikiwa katika misingi na mikakati iliyo bora. Hivyo watu wengi waliamini katika kile ambacho alichoweza kukizungumza Hamisa Mobeto, kwamba Azizi Ki sio mwanaume bora kwa upande wake, na alitumia force kuweza kuingia naye kwenye mahusiano na hakutumia akili. Hili jambo mashabiki pia waliweza kuliappreciate na kusema kwamba huenda ikawa kweli, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yamekuwa yakitokea katika maisha, hivyo yatupaswa kuweza kuhakikisha kila kitu kinakuwa katika misingi na mikakati iliyo bora, na tunaambiwa siku zote tufikirie kabla ya kufanya maamuzi. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho kilichoweza kutokea kwa dada yetu Hamisa Mobeto mpaka kupelekea kuweza kuachana na bwana mkubwa Azizi Ki, na hii ndiyo sababu nyingine ambayo iliyomfanya maeksi wa Hamisa Mobeto kuweza kurudi kwa kasi mpaka kufikia Azizi Ki kuongea kauli ngumu kama hili ya kusema kwamba kuna wanaume wengine wapo na wanawake zao, lakini bado wanahangaika na maeksi zao. Sasa hapa moja kwa moja watu waliweza kumnukuu na kumunyoshea kidole bwana mkubwa Diamond Platnumz, kwa sababu Diamond ndio mwanaume ambaye alikuwa anatoka kimapenzi na bibi Hamisa Mobeto, na pia ndiye mwanaume ambaye aliyeweza kufunga ndoa, na hapo ndipo watu walipoweza kusanuka na kuweza kuongea mambo mengi kuhusiana na hiki. Huenda ikawa Diamond Platnumz ameweza kuvunja ndoa ya bibi Hamisa Mobeto. Bwana, mambo ni mengi halafu muda ni mchache. Mimi nikusii kitu kimoja, kama ndo mara kwa kwanza basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.